kila familia unayoiona leo iliyopo duniani, Mungu alipoiumba hiyo familia, kuna wakuu aliwaweka ndani yake. Kila familia unayoiona leo ina baraka yake, hata kama hawa wanafamilia hawaishi kwenye hizo baraka. Mara nyingi huwa tunatazama kwamba huwa tunazungumza sana juu ya laana. Unapoiona familia imeshindwa kupiga hatua, unaishia kusema kwamba ile familia kuna kitu hakiko sawa. Lakini asili ya hiyo familia inawezekana kuna baraka ndani yake, lakini adui aliwahi zile baraka akaleta balaa. Na ndicho ambacho huwa kinatokea. Ukisoma Injili ya Mathayo sura ya 14, kila familia unayoiona ndani yake na mbegu njema, hata kama hizo mbegu njema hazionekani au watu wa hiyo familia hawaishi kwenye hizo mbegu njema. Mungu kwa namna yake ni Mungu wa baraka. Kila anayemuumba ndani yake anaachilia baraka. Inawezekana baraka hizo wa kuzilinda wanakosekana, anakuja adui anapanda magugu ndani yake. Zipo familia ambazo Mungu aliwaumba kuwa wafanyabiashara mashuhuri, washika mifumo wa nchi, makuhani, lakini kwenye mikono ya hizo familia waliopewa dhamana ya kuwa waanzilishi wa hizo familia, inawezekana kuna mahali walilala, na walipolala akaja adui akapanda magugu akaenda zake. Sasa adui anapopanda magugu kwenye familia, anatengeneza ukuu au ukuta kwa wakuu wanaozaliwa kwenye ile familia. Kwa hiyo ndio maana mkuu wa aina yoyote, kabla hajakutana na changamoto za nje, kabla hajakutana na vipingamizi vya nje, kipingamizi cha kwanza anachokutana nacho ni kipingamizi cha familia anayotoka. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 37, utakutana na simulizi ya kijana mashuhuri anaitwa Yusufu. Yusufu anaota ndoto. Anapoota ndoto anawashirikisha ndugu zake. Badala ya ndugu zake kumsikiliza au kumsapoti juu ya ndoto aliyoota, wanakuwa maadui zake, na wanachokipanga ni kifo, na kinakuwa kifo cha maneno.